Kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz, njia inayopitisha takriban 20% ya mafuta yote duniani, kumesababisha bei ya pipa moja la mafuta kupanda hadi zaidi ya $100. Hali hii imeifanya Moscow kupata mwanya mkubwa wa kiuchumi baada ya miaka mingi ya vikwazo vya Magharibi. Urusi sasa inatarajia kukusanya takriban $9 bilioni mwezi huu pekee kutokana na mauzo ya mafuta. Ukraine nayo haijakaa kimya kuangalia adui yake akitajirika. Serikali ya Kiev imejibu kwa kuongeza mashambulizi ya ndege zisizo na rubani dhidi ya vituo vya nishati ndani ya Urusi. Operesheni ambayo tayari imelemaza takriban 40% ya uwezo wa Urusi kuuza bidhaa za nishati katika soko la kimataifa. Mzozo huu kati ya Urusi na Ukraine unaendelea kusukuma juu bei ya nishati duniani. Kila mara Ukraine inaposhambulia miundombinu ya Urusi, usambazaji wa mafuta unapungua zaidi, jambo linalopandisha bei na kumpa Putin faida kubwa kwa kila pipa analouza. Zaidi ya nishati, mzozo huu umegeuka pia kuwa silaha ya chakula. Wakati upatikanaji wa mbolea ukipungua duniani kwa takriban 30% na njaa ikitishia zaidi ya watu milioni 45, Urusi inabaki kuwa muuzaji mkuu wa mbolea na ngano, na haiathiriwi moja kwa moja na mlango wa Hormuz. Al-Bashir TV, dunia na Afrika kwa lugha yetu.